Jahazi TV. Tulisema tukutane tena ndugu zangu kuzungumzia taarifa ambazo zimesambaa katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii inayosema kwamba Zanzibar Airport Authority kwa maana ya mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar imekiri kwamba kuna wizi wa mizigo unaofanyika katika uwanja wa Abeid Amani Karume. Sisi hii taarifa imetushangaza sana. Tunajua taarifa ambayo imetoka vizuri ni taarifa iliyotolewa na Mawio, haikubadilisha kitu, na tulichokisema ni kwamba tumepata malalamiko na tumeyafanyia kazi, na tulichobaini ni kwamba kuna mizigo ambayo tumekuta kweli imefunguliwa kabla ya kufika Zanzibar. Kwa cha mwanzo kwanza tunakanusha kwamba taarifa iliyotolewa sio sahihi. Hakuna tamko lolote lililowahi kutoka katika taasisi hii ya mamlaka ya viwanja vya ndege iliyosema kwamba inakiri kwamba wizi umefanyika au unafanyika katika uwanja wa kimataifa wa Abeid Amani Karume. Ndugu waandishi wa habari, tulipata malalamiko kweli, tulipata malalamiko kutoka kwa wafanya biashara. Malalamiko kwanza, mizigo inafunguliwa, lakini malalamiko ya pili kwamba kuna uwezekano kwamba mizigo yao inaibiwa. Tulipata malalamiko rasmi tarehe 29 Disemba, ambayo tarehe hiyo 29 Disemba tukafanya kikao maalum na wenzetu. Nikizungumza wenzetu, sisi mamlaka ya viwanja vya ndege kazi yetu ni kusimamia shughuli zote za uwanja wa ndege, lakini kuna kampuni mahususi ambayo inaitwa Ground Handling Company, yani kampuni ya kuhudumia ndege na mizigo, pamoja na wadau wa ulinzi na usalama kuzungumzia kadhia hii. Tuliwataka wenzetu wa Ground Handling Company kufanya uchunguzi wa kadhia hii, lakini na sisi kwa upande wetu kama mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar na wasimamizi wa shughuli za uwanja wa ndege tukasema tuunde kamati maalum ambayo iliongozwa na meneja wa security kuangalia na kuchunguza kwa kina kadhia hii ili kujua chanzo cha kadhia kama hii. Tutajiuliza kwa nini tuliunda kamati. Utaratibu wa ndege zinapowasili nchini huwa zinateremsha abiria, lakini vile vile zinateremsha mizigo. Uwanja wetu una kamera maeneo yote, lakini hakuna kamera ndani ya ndege. Maanake mizigo inakuwa ndani ya ndege, tunaita baggage hold, yani eneo la kuhifadhia mizigo. Eneo la kuhifadhia mizigo ni eneo linalomilikiwa na shirika la ndege husika. Kwa ndege hizi kitaalamu technically hazija equipped, hazikuwekwa kamera za kuchunguza matukio katika eneo hilo. Kwa hiyo ilikuwa ni eneo la kwanza kwa nini tuunde company. Maanake wengine wanauliza kwa nini msione kwenye kamera. Hatuwezi kuona mpaka ndani ya ndege husika. Kwa hiyo kamati hii tulipa kazi kuu mbili. Ya kwanza kwenda kukagua mizigo yote inayowasili, na hasa mizigo ya wafanyabiashara wanaotokea maeneo ya China na Dubai. Lakini la pili, kuhakikisha wale ambao wanatoa huduma ya upakuzi wa mizigo wanakaguliwa wanapoingia katika ndege na wanapotoka katika ndege, ili kama kuna swala la wizi uweze kulibaini. Hiyo ni hatua ya mamlaka ya viwanja vya ndege. Lakini hatua ya pili, tulimtaka mhudumu wa ndege, tunaita Ground Handling Company, kuhakikisha kwamba watendaji wake wanavaa kamera, tunaita body cam,
lakini vile vile inaweka kamera katika eneo lile ambalo tulisema hakuna kamera kwa mujibu wa design ya ndege. Kamati ilifanya kazi kwa muda wa mwezi mzima kuanzia tarehe 1 Januari hadi mwisho wa mwezi wa Januari ili kuona kama kuna swala lolote la wizi, swala lolote la ufunguzi wa mizigo na hali nzima ya mwenendo wa mizigo inawasili Zanzibar. Tulichogundua, ndugu waandishi wa habari, tumegundua zaidi ya mizigo 100 ambayo imewasili katika kipindi hichi ikiwa aidha imeharibika au imefunguliwa, na imeharibika au kufunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar. Naomba nirejee jamani. Kamati imegundua kuna mizigo zaidi ya 100 aidha imeharibika au imefunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar kwa sababu tofauti ambazo nyingine pengine tunazifikiria lakini nyingine hatuzijui. Hicho ndo ambacho tumekibaini, na nafikiri karibuni hivyo wenzangu nilikuonyesheni baadhi ya matukio mbalimbali, waandishi wa habari mmeyaona, lakini na video fupi ambayo tumekuonyesheni ambayo imeonyesha mizigo ambayo imeathirika au imefunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar. Kwa hiyo nafikiri lengo letu leo ni kwanza kutoa hiyo clarification, yani ufafanuzi kwamba hakuna ushahidi wowote wa moja kwa moja. Hakuna ushahidi wowote wa moja kwa moja kwamba katika uwanja wetu kuna wizi unaofanyika wa mizigo unaowasili Zanzibar. Hakuna uthibitisho tuliopata hadi sasa uliothibitisha kwamba kuna mzigo wowote aidha umefunguliwa au umeibiwa katika uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume. Kwa yale madai ambayo yamesemwa, yamesambazwa ni uvumi, upotoshaji, na kwa kweli umeathiri sana image yetu kama nchi, lakini image ya uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume. Kwa sisi tumelaani, pengine limefanywa kwa kutokujua, lakini impact yake imekuwa kubwa kwetu, lakini inaweza kuwa kubwa kwa nchi kwa ujumla. Sasa swala ambalo linakuja linofuata kwamba katika mazingira gani mzigo unaweza kufunguliwa. Maana mwingine anasema basi Dubai ukafungue mzigo. Katika mizigo, abiria anakuwa na mizigo aina mbili. Wakati mwingine scenario namba 1, abiria ana mizigo wa hand luggage, kwa maana mzigo wa mkononi, na ana mzigo unaitwa check-in luggage, kwa maana mzigo wa kuingia uko kwenye hold, kwenye ilo behewa la ndege. Hii mizigo yote miwili ina taratibu tofauti. Kuna baadhi ya vitu vinaruhusiwa kwa msafiri kusafiri navyo kwa kutumia mzigo wa mkononi, lakini kuna vitu haviruhusiwi kusafiri navyo kwa mzigo wa mkononi. Lakini kuna baadhi ya vitu vinaruhusiwa kusafiri navyo mzigo wa mkononi, lakini kwenye mzigo wa kuingia ndani ya ndege haviruhusiwi. Na mara nyingi watendaji wa mashirika ya ndege na wahudumu wa ndege huwa wanatoa maelezo hayo ya kutosha. Kwa mfano, katika mzigo wa mkononi utaambiwa huruhusiwi kutembea na kimiminika cha zaidi ya milimita 100. Huruhusiwi kubeba kisu katika mzigo wa mkononi. Maanake hata kama una chupa ya maji ile ya milimita 500 ile hairuhusiwi kwa mzigo wa mkononi. Lakini mizigo hii inaruhusiwa sasa, pengine imekatazwa kwa mzigo wa mkononi, lakini inaweza karuhusiwa kwenye mzigo wa kwa mfano una perfume yako nzuri tu, lakini na milimita 200 inabidi ukaitie kwenye mzigo wa ndani ambao unaingia ndani ya ndege. Kitu kingine, kwa mfano vitu vyote vyenye asili ya betri, mfano simu, mashine za kunyolea, unaweza ukasafiri nazo kwa mzigo wa mkononi, lakini huruhusiwi kusafiri navyo kwa kutumia mzigo wa
ndani. Wakati mwingine wasafiri wanajisahau, anaweka vitu vyenye betri, ana mashine za kunyolea ambazo zina betri. Wakati mwingine mtu anaweka simu zake kule, lakini simu zake zina mabetri Sasa katika taratibu za viwanja vya ndege, watu wa usalama wanayo haki ya kufungua, kwanza kuangalia aina gani ya kimiminika ulicho nacho, hata kama umetia kinaruhusiwa. Lakini la pili, wana haki wakihisi kwamba kuna tatizo la kiusalama wakavitoa. Na hapa naomba nirejee, nikisema taratibu za kiusalama maana yake usalama kwa nchi anaotoka. Kwa mfano Dubai, umechukua mwenyewe mashine zako za kunyolea ndevu zenye betri ukazitia kwenye mzigo wako wa ndani ambao unaingia ndani ya ndege, wanaweza wakafungua na wakazitoa bila ya consent yako, bila ya ruhusa yako. Na so wakati mwingine unaweza kukuta hapa kwamba mzigo umefunguliwa ukakuta mashine haipo. Mwingine anaweza akasema kwamba mzigo huu umeibiwa. Mazingira ya pili ni haya ambayo tunayafikiria katika maeneo mbalimbali ya viwanja huko. Ukiondoa Zanzibar, pengine kuna watu ambao sio waaminifu wamefanya hiyo hujuma ya kuchukua. Lakini all in all, tunachotaka kusema sisi kwamba sisi kama Zanzibar, kwa uchunguzi wetu tuliofanya, hakuna ushahidi wowote, unless kama kuna mtu ana ushahidi au lete kwetu sisi, tutafanyia kazi na tutachukua hatua zinazostahiki. Tuelewane, hatuna ushahidi tulionao kwamba kuna mizigo imefunguliwa katika mazingira gani. Communication kama hizo hazipo, kwa sababu uwanja, watu wa usalama wanachoangalia usalama wa ndege na abiria, cha mwanzo hicho, pamoja na mizigo yao. Sasa ikitokezea msafiri kaingiza kitu ambacho kinavunja usalama, maanake hakuna haja tena kuwasiliana hapo. Wanakichukua, watafungua kwanza kuhakiki kama kina hatarishi, lakini cha pili wanaweza wakakitoa akihisi kwamba kinaweza kuleta madhara. Lakini all in all, kwamba sisi mikakati yetu tumeeleza kwamba mikakati yetu manake tumeenda kwenye extra mile. Si kawaida katika baggage hall kuweka kamera, lakini ili kwa kujihakikishia sisi wenyewe kama Zanzibar kwamba tunakomesha au tunatoa uthibitisho kwamba hilo jambo halipo, tumeweka kamera katika eneo la baggage hall. Sio requirement, lakini tumesema hicho tuweke kwa ajili ya kujihakikishia. Lakini ya pili, kama nilivyosema kwamba tunahakikisha wale wote wapakuzi nao wanavaa. Maana mtu anaweza kusema pengine kamera haijaona, basi tumeweka kamera aina mbili. Lakini kubwa zaidi tutakuwa tunafanya inspection kama nilivyosema kwamba tunawakagua wale ambao wanafanya kazi ya upakuzi, wakiingia na wakitoka. Maana kama ana perfume mfukoni, kwa bahati mbaya kamera haikumuona, kwa mfano, kitu ambacho hakiwezi kutokezea, basi unaweza tukabaini kwa mtu ambaye anamsachi. Lakini baada ya kuweka hii mifumo hii tulivyosema, hatutarajii kwamba mtu atakuja na claim yake kwamba begi langu limefunguliwa. Tutamwonyesha ushahidi, ndio utaratibu wetu kwamba mzigo huu kweli umefunguliwa na ushahidi wetu huu. Na utaratibu ambao tunafanya sasa hivi, mzigo ambao tumeubaini sasa una kasoro, aidha umevunjika au umefunguliwa, tunaweka pembeni. Ndio kama umeona katika ile video ambayo tumeonyeshana, wameweka pembeni na tunamwita mwenyewe kwamba mzigo wako tumeubaini kwamba umefunguliwa, hebu tunaomba uthibitishe kama kuna kitu kimeibiwa. Tumefanya hivyo na wengi wafanya biashara wamekiri kwamba mizigo yao imefunguliwa lakini haikuibiwa, au ambao tumewahoja katika kipindi cha mwezi mmoja. Jahazi TV.